Melianzisha si ndiye? Wewe hauna hatia. Huyo alolala hapo chini ndio alikuwa anakuendesha wewe. Tumchukue. Kila mchumia juani hulia kivulini, na siku zote kila mja hutunukiwa tunu na Mungu kutokana na jinsi alivyo. Kwa mfano ulivyo wewe. Utaenda kunielezea vizuri huko tunapoenda. Ndugu wangu Kunji, yule rafiki yako yule kutianisha naye siku hiyo. Kweli tumeenda mjini, tumepiga mishe vizuri kabisa. Na ninachomkubali yule rafiki yako, hana longolongo. Yanaenda nje ya makubaliano. Ila kutokana na mishe zangu zilivyoenda vizuri, naona mdogo wangu hapa ni kutoa tuenzetu mjini tukaanze maisha mapya, ili na wewe walau ukabadilike, ubadilishe mazingira kutokana na mazingira haya hapo nyumbani. Isipokuwa mashaka yangu hapo kwako mdogo wangu, maana wewe ukorofi ni ukorofi, ni bangi ni bangi. Sijui huko kwenye mji watu tutaishi vipi ndugu yangu. Kuhusu mimi sisteli uondoa shaka. Wakiuba wenyewe wanakuambia life is change. Kwa mimi nimebadilika. Na masuala ya bangi, sijui fuje, mimi nimeacha vyote hivyo. Kutokana na maswaibu alionikuta, nimejifunza kitu. Kwa mimi sasa hivi mchawi tu pipi, nikipata rosto nidambue nikataa rosto yangu. Kwa kama kuna dili huko town baridi, sisi tunaingia tunasebenza. Taarifa zangu nilipata kwa Nizi, ila nitaka nijihakikishie kutoka kwako. Nimefurahi sana kusikia hivyo ndugu yangu. Sawa, ila pia naombe jingine. Kama unavyoelewa mimi hapa kijijini mwanangu sana Baruza. Kwenye mitikasi yangu ya hapa na pale waga mara nyingi nakuwa na yeye. Kwa mimi nilikuwa naomba kwamba huko town tunapoenda kama kuna issue ya maana ya kufanya, basi tumchukue na Baruza tuingie naye. At least nikiwa naye pembeni pale wakati tunapiga kazi kidogo vibe linakuwepo, nipo na familia yangu. Sina shaka kwa hiyo. Kwa sababu pia itakusaidia kule mjini. Utakuwa upo na kampani yako ambayo unaizoea. Hamna shida, limeisha hiyo ndugu yangu. Hilo halina shaka ndugu yangu. Naona pia itakusaidia kule utapata kampani kuliko kwenda kuanzisha kampani mpya isiyoeleweka. Baruza kama mdogo wangu tu, kama ulivyokuwa wewe. Kwa hiyo mimi siwezi kuleta kipingamizi kwa hiyo. Sawa, nashukuru kwa hilo. Niza, nadhani umesikia hii taarifa. Kwa jinsi mambo yalivyokuwa, itabidi na wewe tuwe wote pamoja. Tuweze mjini. Hili uliloanzisha na mdogo wangu, naomba lisiachie hapa. Naomba liendelee. Usilo hata usijali. Maana mimi mwenyewe nataka niseme hivi. Sema umeniwahi tu. Na kuhusu ile mifumo tuachane nayo. Mimi nitakuwa naye bega kwa bega. Wewe usijali. Kwa sasa mambo yamekuwa bora. Hapana chezea. Sasa mbona kama hivyo mnatembelea kodi hiyo mifumo gani? Ndogo wangu ya mambo ya kike. Tuache na mambo yetu ya kike. Bali. Kwanza nimefurahi sana mwanangu. Yaani niliposhuka tu hapa nimepata sifa zako. Kikweli nimefarijika sana. Hongera sana mwanangu kwa kusaidia watu hapa kijijini. Mwenyezi Mungu akujalie na akupe moyo huo huo. Ndio hivyo mama, kama ulivyosikia taarifa hizo kutoka kwa watu. Na ndio ishakuwa taaluma yangu. Kwa hiyo sina budi kuweza kuwasaidia watu kwa sababu ndio ishakuwa kazi yangu. Hata mimi pia nashukuru. Maana hata huko mjini niliokuepo, yaani wewe ndio umenipa heshima kubwa sana. Yaani sasa hivi hata visenti vidogodogo hivi havinipigi chinga. Na hata dawa ulizonipa kiukweli zimeniheshimisha sana huko mjini. Na pia ujio wangu
nimekuja kwa ajili ya kukusaidia katika ule ujenzi ambao uliuanza. We, kweli mama mdogo? Ndiyo, au niamini? Au ni mimi nakuamini mamangu. Kwa nini sikuamini? Basi sawa. Itabidi unikutanishe na hao mafundi ili pale ulipoishia na mimi niendelee. Na kingine, usisahau kuniandalia viudambu vya kwenda huko mjini. Haina shida mama, nitahakikisha nakuandalia kila kitu ambacho unakihitaji. Sasa unadhani nisipasaidia nyinyi ndugu zangu na wazazi wangu mlolea, nitamsaidia nani mwingine? Basi limeisha hilo. Mama. 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 Ha? Wenyewe. Odi humu ndani. Kuna tatizo, odi. Wenyewe. Umekuwa na nini Melissa? Amka Melissa. Melissa. Amka. Umenye. Ngetenda sasa hivi. Tate nane. Mbe wangu iwe mama. Kijana, karibu sana. Uji wako kwangu hapa ni kiashirio tosha kwamba kazi yangu utakuwa umeifanya kiusahihi. Ndiyo, kazi yako nimefanya kikamilifu. Nilifuata maelekezo kama jinsi ulivyonielekeza. Nilipofika pale nilimkuta mke wake, na kwa bahati nzuri sikumkuta mume wake wala mtu mwingine yoyote, na ndipo nilipomwagiza kama vile ulivyonielekeza. Alivyoenda tu kunichukulia, na mimi pale nikapata nafasi, nikaingia ndani na nikaenda kuchukua lazima ulionielekeza. Safi sana. Hivi ndivyo ninavyopenda. Nitashirikiana na wewe kwa kila hatua kwa kufanya kazi zangu zote, maana kutimiza hilo jukumu nilokupa umefanya vizuri. Natarajia kukulisisha sasa nilichokuwa nacho mimi. Haya, hebu nipatie sasa. Hii ndo dawa yako. Kila mlachamuzie na chake pia uliwa. Ulitegemea unaweza kunishinda mimi kwa chochote? Haya, kama nilivyomtanguliza mwenzio, na wewe pia unafuata.
Nimekuita hapa kipenzi changu. Kuna jambo nataka nikuhabarishe. Sawa. Unajua wito wako si upingi. Nipo na kusikiliza. Lile jambo nilokuambia amelifuatilia Mwalimu Shunda. Tayari majibu yake yamesharejeshwa. Yaani tumeshapatiwa uhamisho wa kuhama hapa kwenye kijiji. Tuondoke sehemu nyingine kwa ajili ya kufundisha. Kwa hiyo nikaona hata siwezi kuondoka pasipo kukuaga wewe. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hapa tupo kwenye maandalizi ya kujiandaa kwa ajili ya kuondoka. Kwa maana hiyo unaondoka. Vipi kuhusu mimi? Kuondoka kwangu simaanishi kwamba ndo tumeachana. La hasha. Kikubwa mawasiliano yapo. Tutazidi kuwasiliana na kujulishana kipi kinachoendelea. Mimi nilijua tunaondoka wote, lakini unaniacha. Nimekuzoea sana. Unadhani haya mambo yote uliokuwa unanifanyia atanifanyia nani mwingine isipokuwa ni wewe? Nitakuwa mpweke sana. Mimi naomba tuondoke wote. Sikatai kuondoka na wewe. Lakini huko ninakokwenda sijajua. Kwa ni vyema nitangulie kwanza mimi nikaandae mazingira. Alafu nitakupigia simu ili uje. Kwani hata mimi siwezi pasipo wewe. Mbona kama umenuna? Cheka basi. Au kuna zitu? Ndiyo lipo. Nimeshajua nini unataka. Usijali. Vijana, dhumuni la kuweka hapa ni kutaka kuongea na nyinyi japo kwa uchache. Nadhani sasa hivi kijiji chetu kina amani. Na kikubwa ambacho tulikuwa tunakigombea mimi na baina wenzangu kina Mzee Manembo ni hazina ambayo iko chini ya uvungu. Ambayo hiyo hazina iliwekwa na mwalimu wetu. Sababu mimi, Mzee Manembo pamoja na Biasmini na wengine ambao sasa hivi wametangulia chini ya ardhi, wote ulikuwa mwalimu wetu ni mmoja, na tulipewa taaluma kwa ajili ya kusaidia binadamu wenzetu, ila wao wakaigeuza ikawa wapo kwa ajili ya kuangamiza. Hivyo mimi peke yangu ndio ikawa nimesimama kwenye msimamo wa kuendelea kuitetea jamii yetu. Ili nibidi nikaondoka hapa katika hiki kijiji kwenda kujiweka sawa, na baada tu ya mwalimu wetu kufariki. Dhumuni langu ni kuja tena kwa wakati mwingine kuja kukikomboa hiki kijiji. Baada tu ya kusikia dada yangu amefanyiwa hujumu za kishirikina, ili nibidi nirudi, na sikuona sababu tena ya kuondoka nitetee na wengine mpaka tupate amani. Na ndo kama hivi sasa hivi amani ipo. Na hii ni siri kubwa sana ambayo baadhi ya watu hawaifahamu. Lakini miongoni mwa watu ambao walikuwa wanajua hili ni mwenyekiti aliyekuwa mtawala katika hiki kijiji. Naye pia baadaye alinikeuka. Ikiwa yeye ndio alikuwa nimemwachia usimamizi wakati mimi sipo na kuhudumia ile sehemu ambayo ilikuwa imewekwa hazina. Lakini nilipoona tuna yeye ameniweka upande mwingine, ikawa na yeye pia ni adui yangu. Kwa hiyo maana ya uvungu ni maficho ama sehemu ya siri ambayo ilikuwa imewekwa hiyo hazina, na endapo ingekuwa imeingia mikononi mwa kina Mzee Manembo, hichi kijiji kisingekuwa na amani. Hata mimi ambaye mnaniona hapa, basi ningekuwa chini yao na kuniendesha wanavyotaka. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, nimepambania hili na kila kitu kiko chini yangu, hivyo tutaishi kwa amani. Kwa kusema hayo, nyie mliokopo hapa, kila mmoja alikuwa akiendeshwa kwa namna yake. Kama mfano hapa wewe kijana, ulikuwa uko chini ya Biasmini, lakini ulikuwa kikuendesha kwenye njia za kichawi.
umetoka kwenu kwa ajili ya kuja kufanya kazi, lakini kiuhalisia ile siyo kazi ya kuhudumia misekule. Haukuwa timamu kwenye kujitambua hilo kwa sababu alikuwahi kiakili. Lakini kwa hivyo ambavyo nimekusaidia na kukutoa katika huo uchawi, sasa hivi hapo hauna kitu chochote ambacho kitakuwa ni kizuizi kitakachokupeleka kwenye njia mbaya. Hivyo kaa mbali na achana na hayo mambo. Alikadhalika pia kwako binti, ulikuwa ukiaminishwa kwamba kukabidhiwa uchawi ndio kutokana na maradhi ambayo yalikuwa yanakusumbua, na pia ni kitu ambacho ulikuwa unaweza kumuokoa dada yako kulingana pia na yeye kwa maradhi ya akili ambayo alikuwa akiyapitia. Lakini si kweli. Njia sahihi ni hii ambayo kwa nimekufanyia, kukutoa kwenye uchawi na pia kukutoa yale maradhi ambayo kwa kikusumbua. Kwa sasa hivi upo vizuri, kwa hiyo hakuna chochote kitakachokusumbua. Na hivi pia tunavyoongea, dada yako ameshapata msaada, amesaidiwa na mganga ambaye ni maarufu kwenye hiki kijiji kwa kusaidia watu, mganga Kulagwa. Hivyo akili zake ziko timamu, na hivi yupo kwenye familia yako, kasharudishwa nyumbani kwenu. Na ni mengi tu ambayo alikuwa amefichwa. Dada yako ambaye baada ya yeye ndo kaja wewe, pia alifanywa hujumu, alichukuliwa kimazingara, ikawa kuna msiba kwenu, lakini wewe haukufahamishwa. Kwa muda huu ambao tunaongea, naye pia amesaidiwa na yuko chini ya usimamizi wa familia yako, na miongoni mwa watu ambao wamemsaidia mimi nikiwemo. Shoga yangu, pole kwa misukosuko ulopitia. Maana nilipoa taarifa zako nilichanganyikiwa kabisa yani. Lakini tunamshukuru Mungu mpaka hali uliyokuwa nayo sasa hivi ni jambo la heri sana. Asante, nashukuru. Misukosuko tumeondoa binadamu, hivyo haina budi kupitia. Nachomshukuru Mungu tu niko salama. Kama ulivyoona ulivyokuja pale nyumbani, mume wangu amerudi, amani imerudi. Basi maisha mengine yanaendelea. Amana atengeneza mwanamke. Vile vituko kwa mfanyia shemeji, naomba visirudie tena. Maana hali yake alionayo hakuwa pia kipindi ya kuoa. Kapata ndani ya ndoa yenu. Kwa hiyo usimfanyie vile vituko tena. Uone mimi mzoka sasa hivi hapa. Sijaolewa, sina ndoa. Kwa hiyo mpata bata kuolewa. Ishikilie ndoa yako vizuri shoga yangu. Sawa. Binadamu tumeombewa makosa. Hivyo nimetambua makosa yangu. Sio sina kurudia kile ambacho nilichokuwa nakifanya. Nampenda sana mume wangu. Naipenda sana ndoa yangu. Na kuombea kwa Mungu na wewe pia uweze kupata ndoa. Yaani tukikutana marafiki wawili. Ukisema unaenda kumpikia mumeo na mimi nasema naenda kumpikia mume wangu. Basi kila mtu anatambua upande wake. Inshallah dua zako ziza heri. Amina. Sawa bwana, nashukuru na furaha. Maisha yaendelee. Kwa hiyo kuanzia hivi familia yako yote iko na amani, na waliokuwa kwamba wanaugua wako sawa kimaradhi, ikiwemo na wewe mwenyewe pamoja pia na dada yako yuko timamu. Na wewe kijana, kama nilivyoongea awali, hauna hatia na mimi. Mzee Manembo alikuwa amekutuma hapa kwangu, lakini lengo lake lilikuwa ni kukuteketeza. Maana anajua fika kwenye huu mji wangu hakuna masihara. Ila baada tu ya kukujua kwamba hauna makosa yoyote, hauna hatia, ilinibidi na mimi pia nikatumia akili ya ziada, kutumia mwili wako na kwenda kwa Mzee Manembo kwenda kumwangamiza. Hivyo mimi sina kinyongo na wewe na nimekusamehe, lakini tu kwa pamoja wote msirubunike tena, na msije mkadanganywa hata na mtu mmoja mkaingia tena kwenye njia ambazo kwa mmeingia. Nadhani nimeeleweka. Hapo kilichongeleka mimi niseme tu nimekielewa, umeona kwa kina. Ila tu sasa hapo mzee wangu niseme ushukuriwe, umeona, maana haikuwa rahisi mpaka hapa tulipofika. Umeona tumepambana na vigingi vingi, na hiyo yote ni kwa sababu umetokeza hivyo wakombozi. Ulikuwa unashirikiana na wenzako, hatimaye akakubadilikia tena, lakini ndio Mungu saidia ukawazidi maarifa, umewapindua. Kwa amani imepatikana kwenye hichi kijiji. Mimi niseme tu hongera ziende kwako. Ila kuna jambo ambalo mimi hapa nalifikiria,
hapo inakuwa inanichanganya kwenye akili yangu. Mimi nitoka zangu Geita nikaja huku kuja kufanya vikazi ili nipate kipato niweze kusaidia familia yangu. Haya kabia si mimi kama unavyosema kamededi. Haya mimi naenda wapi sasa huku sina ndugu tena. Na sina hata nauli ya kurudi nyumbani. Kwa wewe hautaki tena kurudi katika familia yako kwa wakati huu. Maana umetoka kule kwa ajili ya kuja kupambana huko. Hivyo utakuwa chini ya usimamizi wangu, ukiishi hapa kwangu kama mwanangu. Na pia kuna kitu ambacho nilikiona baina yenu, wewe pamoja na huyu binti. Mleka mahusiano. Kama itapendeza na kama bado nafsi zenu zinapendana, ni kuingia katika sheria ya ndoa. Mimi nitasimama na wewe kama baba msimamizi kwako, na kwenda kwenye hii familia kujitokeza ili tufuate sheria, awe ni mke wako halali, na nitakutafutia hifadhi na kazi ya kufanya. Nazidi mzee kuninogesha ni mwenye najikuta naregea. Si wafurahi basi tutaozeshwa. Mshukuru mzee. Baba, kwa upande wangu mimi nakushukuru sana kwa ulichonifanyia mimi na familia yangu. Na hata sijui niseme nini, lakini asante sana. Ni hivyo tu babangu. Na wewe kijana, kama nilivyokuambia awali, kwangu hauna hatia. Na kwa kuwa wewe ni mzaliwa wa hapa kijijini, basi nikupe ruksa tu, rudi kwenye familia yako ukaendelea na maisha yako. Asante sana ndugu mheshimiwa, ndugu mwenyekiti, ndugu mtendaji, ndugu kamishna kwa kuweza kutupatia huo msaada mkubwa. Kwa kweli niliteseka sana hapa na pale kuja kutokea mpaka matatizo na kuwa kwenye hali kama ile pale. Mimi kwa upande wangu nilikuwa sina msaada, lakini kwa vile ulivyokuja wewe ukanisaidia, nashukuru sana. Na nashukuru sana na nitazidi kuwashukuria hata kwa niaba ya wenzangu hawa. Yani kwamba ametusaidia vizuri. I very much nice. Yani all in to all tumeua. Mimi niseme tu kimeeleweka kilichoongelewa kama ambavyo nimetamka mwanzoni, na sisi tukwaje tu kwamba tutakuwa mabalozi kwa hichi ambacho umetueleza. Tutazidi na sisi kuambia watu wengine wajue ambacho kilikuwa kinaendelea hapo awali kwenye hichi kijiji. Inshallah. Dada. Wewe tena niambie. Shikamoo. Marahaba. Karibu. Mimi sikai hapa. Nimekuja tu mara moja. Nataka niende kule kwa shangazi. Si unajua ile jambo letu linakaribia. Kwa hiyo jioni tunataka tuende kule kwenye kikao. Sio, umenielewa? Funga mlango hapa. Mimi naenda zangu kumpelekea taarifa shangazi. Tukitoka hapo, tukutane ili tuende kule kwenye kikao. Sio, umenielewa? Sawa. Kwa hiyo si tukienda huko tutalala huko au tutarudi? Kuhusu hilo sijajua bado. Kama tutalala huko ama tutarudi. Tukifika huko tutajua kila kitu. Haya. Lakini mimi na taarifa nzuri. Lile ua langu lile inakaribia kurudi. Hivi kesho kutwa shemeji yako anaweza akaja hapa. Lakini sijajua kama atakaa sana au atarudi huko kwenye shughuli zake mjini. Wewe mtoto usiniogope. Anarudi. Umeona sasa? Ungekuwa na mapepe ya kutafuta wanaume wengine nje, angerudi ungemkosa mumeo. Huo ndio unaitwa uvumilivu. Mvumilie mume wako. Sijui umenielewa eh? Ninachokuomba sasa, tulia na ndoa yako. Sitaki kuona unalialia sasa hivi. Sijui umenielewa? Nimekuelewa. Acha niende kwa shangazi, nikikaa na wewe hapa tutapiga umbea mpaka jioni. Kwa heri. Haya. Subira mdogo wangu. Kama unavyoniona, nimeshauri nyumbani rasmi. Na wakati nipo njiani narudi huko, nikamwona nipite kwa baba mdogo, nikamuelezea.
Kwa mimi sasa nisharudi nyumbani rasmi na ninahitaji nifungue kilinge nyumbani. Na jibu alilonipa ameniambia jioni nitakuja tuongee. Tujue jinsi gani ya kufanya ili tufungue kilinge hapa. Hapa nina furaha tati. Maana niko kama mpweke. Mimi na shangazi tu. Sasa hivi marudi wetu kwa watatu. Yaani hapa nilivyokuja mimi hakuna cha kufurahi, hakuna cha kufanya. Upo kazi juu ya kazi. Na wewe ndio utanisaidia kwenye kazi mdogo wangu. Mimi tena niwe msaidizi wako. Mwita mwanafunzi mwenzako. Mimi maswala kuhusu uganga mimi hata kuyasikia mjao. Kwenye kazi yangu nimeambiwa natakiwa nisaidie ndugu yangu. Na yeye ndo ndugu yangu wa pekee. Atanisaidia na? Asa dangu mimi maswala na uganga wapi na wapi? Ai mtu hata sitaki kusikia. Maswala kwa kushikana mikoba ndo kama wewe, niwe kama wewe. Sitaki kabisa ndugu yangu. Haka. Subira ushapaniki. Usiwaze mdogo wangu mimi kwa kutania. Siku mbili hizi Stana atakuja. Nikamilishe tu kufungua kilinge. Hapo sawa basi sasa mimi nikapike mara nje na nyuma tatu. Na unawaza. Kiukweli blaza, mimi naweza nikasema kwamba wewe ni mtu na nusu. Kwa sababu kitu ambacho umekifanya kwenye maisha yangu ni kikubwa sana na siwezi nikakisahau. Kwa sababu mimi nimeshangaa ujue, haunijui. Lakini nilivyokueleza matatizo yangu, umeyabeba yani kama mimi ni ndugu yako wa tumbo moja. Ulivyoona niko rafu, umenipeleka saluni, nimeweza kunyoa. Nilikueleza nina njaa na umeweza kunisaidia, nimeshiba hapa nilipo. Kwa hiyo bro, niseme kwamba Mwenyezi Mungu akuzidishie pale ambapo umepungukiwa bro. Asante sana bro. Yote na yote, dhamira ilikuwa nirudi mjini. Lakini nilikuwa sijui nafika fikaje. Umeweza kuniwezesha nauli. Kwa hiyo wewe kwangu ni zaidi ya ndugu. Yaani bro, usinione hivi. Mimi niko smart sana. Ila hichi kijiji kimeweza kunichakaza. Nimekuwa sieleweki. Kwa hiyo mimi nikushukuru tu. Mimi niseme sio kunishukuru. Na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ameweza kunipa pumzi hadi naweza kuonana na wewe. Yeye ndio akumshukuru. Lakini pia umshukuru sana Mungu wako kwa sababu umekuwa mzima. Maana hiki kijiji kimekuwa kina changamoto sana. Na hapa tulipo naweza nikasema Mungu ni mwema. Mpaka leo tumepata amani mzee kuja kuiweka ile amani. Awe na maisha marefu kwa kweli. Kwa sababu ameweza kutusaidia na kijiji chetu kuwa sawa. Si jambo la kawaida. Ila tu mimi kwa kuwa ni mfanya biashara huku, ninalima miogo, nina matikiti, nina mananasi, na nawauzia watu wengi wa mjini. Kuna siku tu ambayo haina jina, japokuwa siku zote zina majina kwa Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Huenda nikaja mjini, Mungu anibariki niweze kuonana na wewe mwenyeji wangu. Yaani kuhusiana na hilo blaza, usiogope kabisa. Ukifika mjini utalala, utakula. Yaani kila kitu kitaenda sawa. Yaani ondoa hofu kabisa kuhusiana na hilo. Hilo limeisha. Sawa, mimi nadhani namba ulizokupa unazo. Ukifika tu hakikisha unanipigia nijue kwamba mgeni wangu amefika nyumbani kwa usalama. Hamna tatizo brother. Kingine kwa maswaibu uliokutana nayo lishakuwa funzo kwako. Kwamba usije ukaulia tena kuwasiliana na mtu ambaye mjui na unaenda kuonana naye mwisho wa siku limetokea ile haya sasa. Ungekuwa umekufa huko ndugu zako wangejua. Ungewapa shida ndugu zako mwisho wa siku ungewapa karaha ambayo hayawezi kusahaulika katika mioyo yao. Mimi nikuombe jambo moja tu. Nikisema umsaidie kila mtu, huwezi kumsaidia. Na kuomba wasaidie watu wawili. Na watu wawili utakawasaidia, waambie wawasaidie watu wawili. Unajua nina maana gani? Maana yangu kwamba wawili utakawasaidia wewe, watawasaidia wenzao. Na hao wenzao watasaidia wenzao. Tutajikuta kwamba dunia nzima watu wote tuna amani na upendo. Bonge la pointi. Basi sawa, twende kusindikiza stendi ili uweze kwenda na safari yako. Hamna shida. Siku leo na furaha. Na furaha sana wajomba zangu. Pia niseme shukrani kwa Mwenyezi Mungu.
na sio tu kwa Mwenyezi Mungu, hata kwa nyie kuwapa moyo kushirikiana kwa hili jambo. Shukrani za pili, nishukuru Mungu, mjomba wangu Memena. Nishukuru sana. Ndio tabasamu sikuliona muda mrefu sana. Bila tuseme asante Mungu na mganga. Na yule mzee asotajwe yule. Amefanya leo nafurahi. Nafurahi sana. Na kingine nashukuru tena kumuona Siwa kwenye macho yangu. Nafurahi sana. Mungu ana jambo na sisi. Basi na tuwe tunashirikiana kwenye mambo mengine hivi hivi. Sawa jamani. Kama ulivyosema awali, kwanza shukuriwe Mungu. Lakini mimi nawashukuru nyote mlioungana kutupambania. Kwa sababu bila nyie sijui tungekuwa na hali gani sasa hivi mimi na Siwa. Lakini pia nawashukuru hata ambao wapo nje ya familia yangu kwa kuweza kutupambania. Wameonyesha moyo wa kipekee sana. Yaani sasa hivi familia yangu naiona, Siwa mdogo wangu, Dakibiriti pia yupo ndani. Kwa mimi na furaha kweli. Sijui hata nisemeje ili furaha yangu muelewe jinsi nilivyo na furaha. Mjomba. Ni kweli jamani. Tunatakiwa tumshukuru sana Mungu. Kwa sababu tumepitia mambo mengi sana kwenye hii familia. Yaani familia ilisambaratika, familia ilikuwa haieleweki, nyumbani hakukaliki. Huyu kapita huku, huyu kapita huku. Lakini nafurahi sasa hivi tumekaa pamoja na wadogo zangu. Naona Memena, Siwa, Kiberiti yupo. Kwa kweli nafurahi sana. Na pia tukushukuru sana mjomba. Umepambana na sisi kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofika. Haujatutupa, hujatutelekeza, umetushika mkono mpaka sasa. Kwa kuomba mjomba, usituchoke. Endelea kupambana na sisi hivyo hivyo. Tushike, tukumbatie, sisi ni wanao. Mjomba ni mama. Sawa. Sasa hiyo mama tusiweke sana. Sawa. Sasa ninavyowakumbatia, ninavyowashikilia, na nyie muoneshe ushirikiano kunishikilia. Kwa sababu nimeisha. Sasa naanza kupinda kiuno. Kitameguka hiki, nitapinda shingo, nitalala. Nani atanibeba? Mjomba. Shikilie mjomba baraza. Shirikiane. Sawa. Sawa mjomba. Tutakushika ipasavyo. Nimekuja hapa mkuu kwa ajili ya kuwasilisha huyu kiumbe ulionipatia nisaidie kwenye mapambano yangu. Nashukuru. Amefanya kazi vema na hivi mpaka naongea na wewe nimepambana na nimeshinda mapambano yangu. Hivyo nashukuru sana kwa hili. Nimerejesha kiumbe wako. Kwanza nipe hongera kwa kushinda mapambano. Haikuwa kazi rahisi juu ya mapambano, lakini kwa uwezo umeshinda. Sitokutoza kafara ya aina yoyote kama ninavyotoza wengine. Hivyo basi, kakisimamie kijiji chako na uteue mtu ambaye atakayekuwa chini ya usimamizi wa serikali yenu. Sawa. Nitafuata mwongozo wako na nakuahidi sintakeuka kwenye hili. Mimi nakwenda. Haukuniangusha hata kidogo. Hivyo ndio nilikuwa nataka. Mimi ni mwongozo kwako na nafuata maagizo yako. Vizuri. Na pia mimi nadhani kwamba siwezi kuongea sana kwa sababu masisteri wameongea maneno yote tele washamaliza. Kwa hata kama nikiongea hapa itakuwa kama najirudia tu. Alafu kuna jambo nataka niliwasilishe hapa. Dadake Kipunja amekuja leo. Na tumeongea naye kama mnavyojua sisi hapa mtaani sasa hivi ni wanted. Hivyo kasema kwamba sisi twende mjini kule na kuna mesha imetokea twende tukafanye.
Mimi nikaona poa sana kutokana na mazingira hapa mtaani wenyewe kama mnavyojua. Inabidi mimi niguse. Kuona chotaka mimi nilikusahau tu ndugu zangu. Hey, jamani kaka, yaani ndo tumetimia tu leo afu unataka kuondoka kutuacha peke yetu. Sasa sisi tunabaki na nani? Na mjomba mwenyewe hata akai na sisi, anaondoka kwake. Ziwa. Sikilize mjomba wako. Hiki kichwa cha familia hichi. Yaani hata kama anafanya ujinga, basi anafanya ujinga anakumbuka. Kipindi haupo, sio hapo. Ameanza ujenzi. Kwa hiyo hata akipata basi ni mwepesi kukumbuka nyumbani. Mruhusu. Mimi nafikiri kusula lina shida. Japo kisunga upande, lakini mtoto wa kiume lazima apambane. Ila tukakabaruza mimi kombe kitu kimoja. Utakapoenda huko mjini, hivyo vituko vyako vyote ulivyofanya huko, basi vibaki huko. Huko nenda kaanze maisha mapya. Kuwa mstaarabu. Kikubwa tu familia unaoenda. Tushakuwa ndugu sasa. Yaani familia yao ni familia yetu, familia yetu ni familia yao. Kwa kakae kwa amani. Isije ikafikia hatua na kula akaanza kukutafuta kama unavyotafuta huku na maskari. Sawa kakaangu. Mimi nadhani nimewaelewa. Na mjomba, naondoka ila nikifika tu mjini nitakununulia suti hiyo nyingine utaweka ndani. Sasa kinawachekesha nini? Nitawafinya. Sasa jambo la mwisho ambalo ni la muhimu kabisa, ndugu yenu, mnajua tumempata hapo ndani, asitoke. Tuwe makini kabisa, tufuate masharti ya mganga kama alivyotuambia. Ikifika muda tutaishi naye, sawa? Sisi tumekuelewa mjomba. Kwa hilo ndo Shaka. Sisi tuko makini sana. Pia Baluza mdogo wangu, mimi nakuamini sana. Wewe nenda ukapambane kama ulivyosema. Mimi nimekuruhusu. Na pia uko unakoenda, usisahau ulikotoka. Confirm. Yeye meshi confirm. Nikuelewa. Nikuelewa. Habari zenu mashabiki, nimekuja kirafiki. Bwana, tunawashukuru sana 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 mwanzo kufuatilia series yetu ya Uvungu mpaka mwisho kwenye kufunga Uvungu. Hii ndio hitimisho, na maanisha Uvungu imeishia hapa. Ikija basi ni season 2, sijui mwaka gani. Ila tunawashukuru sana kwa support yenu. Kwa wale ambao mmesubscribe account yetu, mnao comment na kushare. Shukran sana. Nyinyi ndio mabosi wetu, mnatuweka mjini na mnatufanya kila siku tufanye kazi kwa ufasaha na kwa ufanisi. Kikubwa kinachohitajika sasa hivi ni kuwaletea kazi nyingine, na tunawaahidi kazi inayofuata ni zaidi ya Uvungu. Kama mlivyoona, imetoka Bigwa imekuja Uvungu. Na tuachi hivi hivi. Kazi inayofuata inaitwa Tua Ngoma. Tua Ngoma itakuwa ni kubwa kuliko, lakini hatuongei sana. Vitendo vitafuata. Isipokuwa chengine tunawapa muda kuandaa series yetu ambayo inayofuata, hiyo ya Tua Ngoma. Ni ndani ya takribani siku 20. Na maanisha tarehe 20 ya mwezi wa 10 ndio itawafikia kwenu. Kwa hiyo tunaombeni subira, na hii yote kwa muda huu kwa ajili ya kufanya maandalizi mazuri na kuwaletea kazi nzuri isiyokuwa na vikwazo, na pia kuipandisha kila siku, msikose hata siku moja kuipata episode. Kwa hiyo tunawaombeni subira, hatuwaangushi kama tulivyokuwa tumefanya kwenye Uvungu. Kweni na sisi, shikamaneni na sisi. Na pia sijawaacha hivi hivi, timu yangu ninayo, Chendu Gang, mpaka mmeona imefanya vizuri na mmeipenda. Na si nyingine, timu yangu hii hapa. Nadhani hii ndio timu yangu mmeiona, ndio iliyowakilisha Uvungu. Sasa iko hivi, mpaka tunafika wakati tunafanya kazi nzuri na pia picha iliyokuwa imekamilika, bila ya kumsahau kameramani wetu Kipunje, ambaye ndio alikuwa akiwakilisha katika picha yote ambayo unaona kuanzia Bigwa na series nyingine zilikuwa kwenye account yetu ya Chendu Gang mpaka hii Chendu OG. Bila shaka mmemwona, huyu ndio Kipunje OG, ambaye ndio alikuwa akifanya mikono yake mpaka mnaipata picha nzuri. Na pia hakuwa peke yake, nyuma yake alikuwa na mshika bumu maarufu, mshika bumu ambaye anafanya sauti mnaipata vile ipasavyo, pasipo na kusikia hata sauti ya kibiriti. Bwana, si mwingine ni Kiepe. Nadhani huyo hapo mmemwona.
Sio peke yake bwana we. Bado pia kuna mzee wa light ambaye ni mzee wa kung'arisha mpaka unaona watu unaona vizuri mpaka kope zao. Si mwingine ni Bwaga AR. Sio huyu tu au hawa hapa. Bado kuna mzee wa kukata mpaka unaona kabisa si nimenyooka. Si mwingine ni Jiwe mzee wa para. Tope la akili. Lakini kwa wakati huu yupo kwenye majukumu anayaendeleza huko kazini kwetu. Na sio huyo tu. Bado kuna mtu mwingine ambaye anaingiza mikono yake na kunyosha. Pia ni mkataji wa hizo kazi zetu. Si mwingine ni Mbwembwe. Mr. Mbwembwe. Bwana, kama mlivyomuona, sasa tunaenda kwenye finishing au final touch. Si mwingine ni Catalyst. Huyo ndo anamaliza kila kitu kwenye kazi yetu kuanzia uvungu, bigwa, kwetu, mwezi mwema, pamoja na kuanjeka na nyinginezo zote zinazokuja. Si mwingine ni Catalyst. Ndo editor wa uchawi wote ambao uliona Pendo anaufanya. Huyo hapo baba. Kwa hiyo kwa pamoja sisi tunasema tu tunawashukuru sana mashabiki. Tukutane tarehe 20. Love you. Simtopali wewe. Yeah. Ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini ya uvungu tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa kiza. Kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka. Yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa.